Hujambo na karibu mtazamaji kwa sehemu ya pili ya Mazingira Handball Challenge, ukiwa nami Kinuso the full quarter, ni kupeleka mbashara kwa jinsi mambo yalivyoenda siku ya pili ambayo ilikuwa siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi huu wa 10. Ambatana nami kutendeti hadi mwisho wa kipindi hiki. Shukran. Tukianzia pale mwanzo, siku ya kwanza, siku ambayo ilikuwa Ijumaa, mchezo ilikuwa ya kunoga, mchezo ilikuwa kuburudisha zaidi, ambapo tulishuhudia mchezo kali zaidi. Ikumbukwe siku ya Jumamosi ilikuwa siku ya robo finali, siku ya semifinali na vile siku ya finali, ila niliweza kuja tu na matokeo ya siku ama wakati wa finali peke yake. Natakuwa na kuelezea kuliendaje kule uwanjani, manake ilikuwa siku ya kufana, ilikuwa siku ya burudani, ilikuwa siku ambayo ungependa kushuhudia mwenyewe kwa macho yako kama ulikosa. Manake wachezaji walijituma zaidi, wakufunzi na wakajituma zaidi kuangalia kwamba siku inakuwa ya kufana zaidi. Ukiangalia upande wangu unaona wachezaji pale, kuna mazungumzo baina ya wachezaji na wakufunzi wao, kuangalia jinsi mambo yalivyo. Unaangalia kuna kuandikisha pale matokeo yalivyokuwa yakichezwa pale uwanjani, kuna kurekodiwa chini. Mashabiki nao hawakuachwa nyuma, kwani walikuwa wanautazama mchezo huu. Na pengine kukujuza tu, mchezo huu ukitiliwa maanani katika mtaa ama mashinani, katika viule ama katika mitaa, unaweza kuwa mchezo ambao unachipukia na unakuwa kwa kasi zaidi. Manake tunashuhudia vijana wengi wakijitosa uwanjani kwa minajili ya kusakata handball na inakuwa ya kufana zaidi. Pengine ni kujuze tu nani ambaye hasa anavuta mchezo huu mashinani na ni kwa nini na manufaa yake ni yapi. Tumeshuhudia mwalimu wa pale Maliki FIM, Mr. Emmanuel Mwema, na vile umeshuhudia pale mwalimu pale Sabata Junior pia, ambao wanafanya vizuri katika michezo hii ya handball. Ndio maanake mchezo inazidi kunoga zaidi. Nitakuwa na kueleza kuliendaje pale, endelea kuwa nami tu hapa. Kama nilivyokuwa na kujuza kwamba mchezo wa handball ni mchezo ambao ukitiliwa maanani katika maeneo haya mashinani unaweza kuwa mchezo mzuri zaidi, na unaweza kuwa mchezo ambao ukitiliwa maanani unaweza kuwapeleka wachezaji mbali. Tukifuatilia historia ya shule ya msingi ya Maliki toka mwanzo, michezo haikuwa inapewa kipaumbele, lakini katika ujio wa mwalimu Emmanuel Mwema, hasa katika mchezo wa handball, katika ujio wake tuliweza kuona mabadiliko mengi zaidi, na imeweza kubadilisha sura kamili ya shule. Na pia ukiangalia muonekano wa shule pia umebadilishwa na mwalimu huyu, mwalimu mkuu namzungumzia mwalimu Javan, ambaye alileta kubadilika kwa muundo msingi ya shule. Ukiangalia tukizungumzia elimu, tukizungumzia mchezo pia, shule ni kama inaendelea kuwa na wakati ambapo inaendelea kuwa hivyo, na kwamba talanta zinaendelea kuchipukia, zinaendelea kukuzwa na wanaendelea kuwafunza watoto maadili mema, ambapo tunakuta michezo inakuwa kunawiri zaidi na michezo inakuwa ya kujenga akili watoto wetu. Pengine turejee hapa kwa Sabata. Sabata ni shule ambayo kidogo imekuwa inajituma katika handball. Tulishuhudia katika michezo ya kitaifa junior secondary schools, tulishuhudia Sabata Junior Boys wakitoka kama washindi katika nationali. Vile ukizungumzia kina dada wa Maliki, ama nizungumzie Antelopes wamekuwa kujituma, na huenda kujituma kwao kutafanya basi wako kwenye historia ya shule, kwenye picha ama kwenye ramani ya shule ama kwenye archives za shule kuwa bora zaidi. Ni itakuwa kufana, kwa maana mchezo umeleta heshima na umeleta picha nzuri katika shule ya Maliki.
Na vile vile ukiangalia hawa wanaopita hapa hivi, hawa ni wanaoondoka, wako grade ya 9 wanaondoka. Hiyo basi wanafanywa gwaride, manake watakuwa wakiondoka wakati wanamaliza mtihani wao wa darasa la 9. Na huenda himizo langu kwa wazazi ni kuwa waachilie watoto wapige zoezi, manake hatujui kutatokea nini mbeleni, ila wazazi tambua kuwa talanta inalipa, na ukiachilia mtoto acheze utaona matunda. Na huenda ingekuwa vyema tusikie mmoja wao alivyodokeza hapa hivi, na nilipata muda wa kumhoji. Wacha tusikie anasema kipi huko. Tukiachana na hayo, ukiona hapa kuna vikombe viwili, kimoja cha wanadada, kingine cha kina ndugu. Alibeba anaitwa Mwalimu Titus. Hapa ni vikosi vya Sabata na Tornadoes. Hapo itakuwa tumefika kikosi ambacho kilifika finali, Tornadoes na Sabata. Na tukifika pale na kupatia matokeo vilivyoenda kwenye semifinali. Kulikuwa na timu kadha wa kadha. Kwa wavulana kulikuwa na Sabata versus Lukosi, Tornadoes versus Scorplings. Alafu kwa wasichana kulikuwa na Bees versus Sabata, Antelopes versus Racing Starlets. Tukiangalia kwa wanaume, Sabata iliwapiga Lukosi kwenye semifinali, na Tornadoes ikawapiga Scorplings, ambapo Sabata walikutana na Tornadoes kwenye finali, ambapo Sabata walimtandika Tornadoes kwenye finali. Upande wa kina dada, Sabata wasichana walikutana na Bees kwenye semifinali, ambapo walitandika Bees. Antelopes wakaishinda Rising Starlets, ambapo Antelopes walikutana na Sabata kwenye finali. Kipute hicho Antelopes walibeba kwa kuitandika Sabata, na hivyo Antelopes wakaibuka washindi. Ukiangalia unaona Mwalimu Emmanuel Mwima mwenyewe kwa makali zaidi, ana machungu zaidi. Utadhani ameshindwa ama namna gani? Ukiangalia kwa umbali zaidi, ama ukifuatilia michezo hapo nyuma awali, tumekuwa tunaona matokeo ya Antelopes na matokeo ya Sabata ambavyo imekuwa inachezwa. Ni kwamba wachezaji wa timu zote mbili wamekuwa kujituma zaidi na kufikia matokeo bora, ila sijasema kwamba zile timu zingine zilikuwa zinajituma, lakini ukiangalia mchezo au mtindo wa mchezo wa timu hizi mbili ni kwamba wamekuwa wanatia fora zaidi, wamekuwa wanatia makali, wananoa makali zaidi. Na ukiangalia tuliweza kufikia sehemu ya kuzawadi timu ambazo zilishinda. Sikiza. Na players na Mungu then the last thing I'll do is just call the finals between finals girls and boys, then tapatiwa trophy, si ndio? Maana tumechoka weekend. Now we start with the girls. This finals was between Sabata and Antelope, and the winner was Antelope 23-16. Naangalia kuna picha huko. Makofi. I want to invite the host principal
give out the trophy for boys. It was between Sabata and Tornado. Sabata 26, Tornado Junior 18. Makofi, makofi. Si mnipige pia makofi. Kufikia hapo sina la ziada ila kufunga virago vyangu na kurejea nilipotoka. Asanteni sana kwa support yenu, hasa Mwalimu Emmanuel Mwima na watu wote wa the Bungoma National Polytechnic kunipa full support. Ingia pale YouTube channel Devyani TV for more and more entertainment. Thank you for being calm. Thank you for being attentive. Tunane.